Muda huu natamani pia nikufahamishe taarifa na uweze kuifahamu taarifa ambayo imeweza kuripotiwa na wataalamu wa kijeshi kutoka huko nchini Urusi, ambako wameripoti ya kwamba muda so mchache, ikiwa ni saa chache ambazo nimekufahamisha kuhusu kile ambacho kinaendelea huko Donetsk, ambao ni mkoa ulio chini ya Ukraine, lakini pia kwa sasa asilimia kubwa sana huko chini ya vikosi vya Urusi. Sasa taarifa ambayo imeripotiwa muda huu ni ya kwamba Urusi wameona wanajeshi wa kigeni, wanasema mamluki wa kigeni kutoka nchi za NATO, lakini pia wamewaona wakiwa na silaha kutoka nchi za NATO, ambako pia sasa undani kabisa wa taarifa hii nitakufahamisha kile ambacho wamekizungumza, kwamba ni wamewaona wakiwa eneo gani, lakini pia wakiwa wanafanya nini katika eneo la Donetsk, ambako pia mara nyingi sana kulikuwa na taarifa hapo nyuma ya kwamba Ulaya, hasa nchi ya Ufaransa na Uingereza, zilikuwa kwenye mjadala wa kupeleka wanajeshi wapya huko nchini Ukraine. Lakini kumbuka hiyo ilikuwa ni ya kwamba pindi tu ambapo makubaliano ya kusitisha mapigano yangefikiwa, basi wanajeshi wa kulinda amani wangewasili huko nchini Ukraine. Lakini sasa kwa kila ambacho pia wamekiripoti muda huu, wataalamu wa kijeshi kutoka huko nchini Urusi wamesema ya kwamba wameweza kuwaona wanajeshi au mamluki wa kigeni kutoka nchi za NATO, lakini pia wamewaona wakiwa na silaha kutoka NATO huko Donetsk, ambako siku za hivi karibuni Urusi imeongeza mashambulizi yake, na hiyo pia ni hasa baada ya kukomboa mkoa wa Kursk, ambako wanajeshi wengi ambao mwaka jana ilibidi waende huko Donetsk na huko mkoani Sami waliweza kurudishwa ama kupunguzwa kuletwa huko Kursk kwa ajili ya ukombozi wa mkoa huo, ambako Ukraine iliweza kuvamia katika jimbo hilo. Basi hicho ambacho pia kimeripotiwa muda huu nitakufahamisha kwa uzuri kabisa. Pia baada tu ya ripoti ya mamluki hao nitakufahamisha pia kile ambacho Ukraine au moja kamanda wa kijeshi kutoka nchini Ukraine wameamua kufanya uchunguzi ndani ya jeshi lao kwa tuhuma ambazo pia zimeripotiwa hivi karibuni, hasa kwa baadhi ya wanajeshi kutoroka, lakini pia utovu wa nidhamu kwenye mstari wa mbele wa kivita. Nini hasa ambacho kimechangia? Basi pia nitakufahamisha kiundani kabisa kuhusu ripoti hiyo, na kusihi tu ya kwamba kama bado hujabonyeza neno subscribe, basi unaweza ukafanya hivyo sasa, na pia ungana nami mwanzo hadi mwisho katika ripoti hii. Kwanza na kusomea taarifa ambayo imeripotiwa na Marochiko au Andrei Marochiko. Yeye ni mtaalamu wa kijeshi kutoka huko nchini Urusi, ambako siku ya leo ndiye ameweza kuripoti taarifa hiyo ambayo pia nimekudokeza hapo awali. Inasema vikosi vya Urusi vimeweza kuwaona vikundi vya wanajeshi wa kigeni wa jeshi la Ukraine wakiwa na silaha za NATO karibu na makazi ya huko Sivansk mkoani Donetsk au katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi anayefahamika kama Andrei Marochiko ameweza kuliambia hivyo shirika la habari TASS kutoka huko nchini Urusi. Amesema ya kwamba vikosi vya Urusi vimeona vikundi vidogo vya wanajeshi wa kigeni katika mstari wa mbele wa mapambano kaskazini mashariki mwa Sivansk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, wakisafiri kwa magari ya kubeba mizigo yenye bunduki za kupambana na ndege za mizinga zilizotengenezwa magharibi. Mtaalamu huyo amesema hivyo. Ameongeza kuwa malori ya kubeba mizigo husafiri kwa magari mawili hadi matatu kando ya mstari wa mbele, na mara moja hubadilisha nafasi zao baada ya kufyatua risasi kwa muda mfupi kwenye nafasi zao au nafasi za Urusi, ambako pia upelelezi wa elektroniki umebaini ya kwamba vikundi hivyo vinavyoweza kuhamahama vinatumia mfumo wa alama za NATO na kuwasiliana kwa Kiingereza. Ndicho pia ambacho ameweza kukichapisha au ndicho ambacho pia kimeweza kuripotiwa na shirika la habari TASS kutoka huko nchini Urusi, baada ya mtaalamu wa kijeshi anayefahamika kama Andrei Marochiko pia amekuwa akiripoti taarifa nyingi sana kutoka huko mstari wa mbele wa kivita kuhusu kile ambacho pia kinaendelea kwenye mstari wa mbele baina mwa Urusi na Ukraine. Hivyo basi hii ni ripoti tu fupi ambayo amezungumza kwamba tayari pia wameona mamluki wa kigeni au wanajeshi wa kigeni kutoka nchi za NATO, lakini pia wakiwa na nchi za NATO kuhusu kwamba wamewaona wakiwa katika maeneo ya Sivansk huko mkoani Donetsk, au wanasema katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, wakiwa na silaha za NATO, lakini pia wakionekana kuwa katika mstari wa mbele wa mapambano kaskazini mashariki
mwa eneo hilo. Bado pia Ukraine hawajazungumzia kuhusu taarifa hiyo. Kumbuka kwamba pia taarifa hizi pia zimekuwa zikiripotiwa na baadhi ya wanajeshi, lakini pia hata wataalamu wa kijeshi wamekuwa pia wakizungumza kuhusu ripoti mbalimbali kutoka mstari wa mbele wa kivita. Hivyo basi mamlaka ya Ukraine bado haijatoa maoni kuhusu hicho ambacho pia kimezungumzwa kwa upande wa Urusi. Basi chochote ambacho kitajiri basi na nitakufahamisha pia kuhusu ambacho kitakuwa kinaendelea kwenye mstari wa mbele wa kivita, au pia vita vya Urusi na Ukraine kwa ujumla, hasa kwa muda huu pia ambako huko Donetsk ni kama mashambulizi ya Urusi yamekuwa mengi na yakisonga kwa kasi zaidi katika ukanda huo. Taarifa nyingine ni kutoka upande wa Ukraine ambako ripoti hii inasema kwamba kamanda wa Ukraine ameanzisha uchunguzi kwa wanajeshi waliofunzwa huko nchini Ufaransa, ambako kamanda wa vikosi vya ardhini anayefahamika kama Mikhailo Drapati aliamuru ukaguzi wa brigedi ya 155 ya ane wa Kivu huko nchini Ukraine iliyokumbwa na kashifa kufuatia madai ya utovu wa nidhamu ndani ya amri ya brigedi hiyo. Ukrainska Pravda imeweza kuripoti hivyo. Drapati alisema hayo katika taarifa iliyoandikwa kwa Ukrainska Pravda baada ya chombo hicho kuchapisha uchunguzi kuhusu uwezekano wa kuhusika kwa kamanda wa kikosi hicho Kanali Terasi Maximovi katika kutoa malipo ya bonus yaliyogushiwa na kudai hongo. Uchunguzi pia umebaini zaidi ya kesi 1200 za wafanyakazi kutokuwepo kazini bila likizo rasmi, yani kwenda awali, tangu 2025 kuanza na kushindwa kutoa kitengo cha kutosha. Kikosi hicho kilichofunzwa na nchi za Magharibi hapo awali kilikabiliwa na kashifa mwaka 2024 ambapo uchunguzi wa vyombo vya habari ulifichua usimamizi mbovu na kutoroka kwa wafanyakazi na kusababisha ukaguzi na mabadiliko ya amri. Mapema mwezi Mei mwaka huu, mabishano mapya yaliweza kuzuka baada ya maafisa wa kutekeleza sheria kumweka kizuizini kaimu kamanda wa kikosi kisicho na rubani cha brigedi ya 155 Luteni Kanali Sviatoslav Shumiski. Kulingana na wachunguzi, wamesema kwamba afisa huyo alidai hongo kutoka kwa wasaidizi wake ili kuwapa bonasi za uongo kwa madai ya kushiriki katika mapigano kwenye mstari wa mbele wa kivita. Vyanzo vya Ukrainska Pravda katika brigedi vimeeleza kwamba Shumiski alikuwa mpatanishi tu kati ya wanachama wa huduma na amri, na kwamba mipango kama hiyo inaweza kufanya kazi katika vita vingine. Ushiriki unawezekana wa Maximovi katika mpango huo uko chini ya uchunguzi, chombo hicho kilisema kikitoa mfano wa vyanzo vya kutekeleza sheria. Katika kujibu uchunguzi huo pia, kamanda Drapati alikazia kwamba alitumia muda mwingi kuanzisha kikosi cha 155 cha kikosi cha mitambo kutafuta amri yenye uwezo, kujenga uwezo wake wa kupambana na kuipatia ndege zisizo na rubani. Kamanda huyo aliongeza kuwa ugombea wa Maximovi kwa nafasi ya kamanda wa brigedi ya 155 pia ulichaguliwa na Volodymyr Shevardnadze ambaye ni mkuu wa amri ya uendeshaji ya Magharibi. Drapati alisema kwamba wakati wa kutafuta mgombea alizingatia uzoefu wa kibinafsi, maoni kutoka kwa ndugu wake na matokeo ya huduma ya zamani ya Maximovi. Drapati aliongeza kuwa wagombea wengine pia walizingatiwa, lakini wengine walikuwa na kiwango cha chini cha taaluma na wengine walikataa kwa sababu ya ofa zingine. Kamanda huyo alitaja ya kuwa brigedi ilikuwa haijaratibiwa na haikuandaliwa vibaya wakati wa mabadiliko ya amri. Kwa maoni ya Drapati, alisema uteuzi wa Maximovi uliweza kuboresha sana hali ya brigedi na uwezo wa kupambana. Chochote mafanikio, sitashughulikia mtu yoyote, hakuna wasioweza kuguswa kwangu. Nasubiri matokeo ya ukaguzi wote na uchunguzi utapata nini, Drapati alisema, akiongeza kuwa uchunguzi wa ofisi ya upelelezi ya serikali DBR bado unaendelea. Amri imejitolea kikamilifu kuwafichua wale wote wanaohusika katika unyang'anyi. Nataka kusisitiza kwamba kwa kila mtu anayepanga mipango kama hiyo, kuiba brigedi yao wenyewe, kuwadhihaki wenzao, kufaidika na damu, adhabu itakuwa kali.
Kiongozi huyo alisema hivyo. Kikosi hicho pia ambacho kilikusudiwa awali kuwa mradi bora kwa uboreshaji wa kijeshi wa Ukraine kiliweza kufunzwa na kuwezeshwa kwa usaidizi kutoka kwa Ufaransa na washirika wengine wa kigeni. Kikosi hicho chenye takribani wanajeshi 5800 kilikabiliwa na changamoto tangu kuanzishwa kwake, ambako kulingana na uchunguzi wa Yuri Botosovi, mhariri mkuu, alisema ya kwamba wahudumu takribani 2500 walikabidhiwa vitengo vingine kabla ya mafunzo kuanza, jambo ambalo lilipunguza wafanyakazi wake wenye uzoefu. Kati ya Machi na Novemba 2024, zaidi ya wanajeshi 1700 waliacha kazi zao, huku wengine 50 wakitoroka walipokuwa wakifanya mazoezi nchini Ufaransa. Kati ya wanajeshi 1924 waliotumwa Ufaransa kwa mafunzo ni 51 tu waliokuwa na zaidi ya mwaka mmoja wa utumishi wa kijeshi, huku 1414 wakiwa wamehudumu chini ya miezi miwili. Juhudi za kujaza tena zilianza waajiri wapya, lakini Botusov alidai ya kwamba michakato ifaayo ya uteuzi mara nyingi ilipuuzwa na hivyo kuzidisha changamoto za uendeshaji wa kitengo. Uchunguzi wa vyombo vya habari ulisababisha uchunguzi wa hali ya juu na kusababisha kufutwa kazi na kuwekwa kizuizini kwa kamanda wake wa wakati huo anayefahamika kama Kanali Dmytro Ryomyshin. Pia Maximovi aliteuliwa kuchukua nafasi yake.